So tutaanza kupunguza. So tukishapunguza namna hiyo, tutatafuta mahali kumeandikwa crop, maana yake kuna watermark ya TikTok inaonekana hapa. So ile watermark ya TikTok itabidi tui crop, yani tuipunguze fulani hivi ili isionekane. So baada ya hapo tutaenda mahali kumeandikwa bleeded. So kwenye bleeded utaenda mahali kumeandikwa filter. So utaanza kukiongezea mwanga, utaenda mahali kumeandikwa filter, utaanza kuongezea mwanga. Utaanza kuongezea mwanga, macho yako yaonekane yawake vizuri kama namna hiyo, kama mimi ninavyoongeza. So na wewe utaongezea kama mimi. Kitu kingine ambacho nakukumbusha kwamba blue screen zenyewe zinaondolewa na Chiloroma, na black screen ni mahali utatafuta mahali kumeandikwa bleeded. So black screen na blue screen zina utofauti, zenyewe zinaondolewa kupitia Chiloroma na black screen zenyewe zinaondolewa kupitia bleeded. So tutaanza kusogeza macho yetu kama namna hiyo. Tutatafuta ambapo mtu pale alianza kukodoa macho. So yale macho tutayapunguza fulani hivi. Unaona mtu anaonekana kama macho yake yamewaka. Kwa hiyo mtu atakuwa namna hiyo. So tunaona kama macho anacheza cheza. Kwa hiyo itabidi ya macho tuyapunguze fulani hivi. So hapa tutabonyeza, tafuta mahali kumeandikwa freezer. So ukienda kwenye freezer itabidi hichi kipande ukifreeze, ambacho mtu anaonekana macho yake yamekaa yametulia. So unaona? So hichi kipande tutakisogeza mbele cha macho, alafu cha nyuma tutakidelete. Hichi cha nyuma cha macho tutakisplit, alafu hichi cha nyuma yake tutakidelete. Ngoja tuone jinsi itakavyokuwa. Unaona mtu macho yake kama yamewaka fulani hivi. So hichi kipande cha macho naona kama macho hayaonekani vizuri, anacheza cheza. Kwa hiyo itabidi tupunguze kidogo. Kwa hiyo tutakuwa tutakiseti namna hiyo ili macho yakae yatulie. Kwa hiyo tukiplay kama namna hiyo itakuwa hivi. Unaona? Tutarudia tena kuplay. Hakikisha unahakikisha macho yamekaa vizuri. So hapo tena tutasplit. Tutaseti macho yako vizuri yakae yatulie, yakae kwa ufasaha. Kwa mtu atakuwa anaonekana, unaona kama hivyo. Macho ya mtu yamewaka namna hiyo. Kwa mtu alikuwa kama ananyuka afu macho yake yakawaka. Unaona? So kwa edit movie za kichawi ni kirahisi. So tutafuta kile kipande ambacho ulinyosha mkono hivi kama unapokea kitu, So tutaanza kukitafuta hapo. Tutaenda kwenye PIP, nishakuelekeza nyuma hapo. Kwa hiyo utaenda kwenye PIP kisha umedownload black screen na blue screen. So tafuta kidude ambacho kinaonyesha kama mtu anapokea nguvu fulani. Tutasplit. Tutatafuta ambacho kipande kinaonyesha hichi cha nyuma tutakidelete, hapo tutakipeleka mbele. So baada ya kupeleka mbele tutatafuta mahali kumeandikwa extreme. So tutaanza kupunguza namna hiyo. Tutapunguza namna hiyo. Hakikisha. Hapo ndiyo, yes. Kwa tena tutapunguza. Itabidi onekane mahali fulani mtu kama anapokea nguvu fulani hivi. Kwa tutapunguza. Nguvu itakuwa kama namna hiyo. So nilishakuelekeza
kwamba hizi hapa black screen zinaondolewa na utatafuta mahali kumeandikwa bleeded. Mahali kumeandikwa bleeded. So kwenye bleed utatafuta mahali kumeandikwa filter. Kwenye filter. So kisha kwanza kwenye filter itabidi utafute mahali ambapo so kipande chetu kitakuwa kinasoma kama namna hiyo, mtu katokea namna hiyo kama unavyoona. So mtu baada ya kutokea namna hiyo, mtu akatokea namna hiyo. So tutakuwa tumemaliza. So hapa itabidi tuanze kuweka sound. Na sound utazipataje sound? Na movie inatakiwa uweke sana sana movie za kichawi, itabidi utafute sound zile za kutishatisha. So sound za kutishatisha utazipata wapi? Kupitia simu yako. So sound hazipatikani kirahisi rahisi kama unavyotakiwa. So sound utazipata kupitia, utabidi ukazidownload kama ni kwenye YouTube wapi, utabidi uzidownload. So mi kama sound zangu nishazidownload, kwa hapo nitakuwa na seti. So baada ya kuseti sound zangu, utatafuta mahali ambapo vitisho vinaanza. So jamani, msione kama siwafundishi. Ukweli ni kwamba sound itabidi ukazidownload. Kwa mfano mimi kitu ambacho nafanyaga kudownload sound. So una download ile movie yenye sound za vitisho. So ukisha download ile movie yenye sound za vitisho, utabidi uende kwenye sender. So ukishaenda kwenye sender utatafuta kumeandikwa Tom P3. So ukishaanza kwenye Tom P3, yani unabadilisha movie inakuwa kama sound. Kwa mfano ile movie ilikuwa na sound, ile sound ile movie inatoka inabaki sound. Kwa hiyo na mimi ndio nilikuwa naweza, kwa mfano unachukua movie za Clamvevo zile za kutishatisha zile, unazidownload, unaenda kwenye sender, unatafuta mahali kumeandikwa music, unaingia kwenye Tom P3. So mimi ndio nilikuwa natengeneza. Kwa hiyo hapa nilikuwa na seti sound. So kuedit kama nilivyokuelekeza. Kwa hiyo hapo kwenye sound itabidi na wewe mwenyewe ujiongeze ili uweke sound. So baada ya kuseti sound itabidi angalia uhakikishe. So napenda kwa kukumbusha, hakikisha cha kwanza umesubscribe, umelike video, umeshare, umedownload ili kujifunza zaidi. So kwa wale ambao watataka niwafundishe zaidi, itabidi ujiunge kwenye group langu la WhatsApp. Kujiunga kwenye group langu la WhatsApp ni kwa shilingi 5,000. So kwenye group langu la WhatsApp na kufundisha kitu chochote. Ukiniuliza swali lolote na kujibu. So kwa wale ambao watataka kujiunga kwenye group langu la WhatsApp ni kwa shilingi 5,000 tu. Hapo utaniuliza swali lolote nitajibu. Ila hapa nawaelekeza namna ya kuedit movie za kichawi. So kuedit movie za kichawi ni kitu simple sana. Kwa hiyo hapa tutaangalia movie yetu, ndo kama hivyo mnavyoniona na edit.
So jamani, video tutaziangalia namna hiyo kama nilivyokuambia hapo nyuma, tutakuwa tunaziangalia, tunazihakikisha. So kuna mahali hapa kwenye nguvu za kichawi itabidi tupa edit vizuri, manake kuna mahali kama mkono unacheza cheza. So tutakibwenza ile black screen ili tuiseti vizuri. So tutaangalia mwanzo, play, tutakuja mahali kwenye PIP, tutauseti ile nguvu yetu vizuri. So baada ya kuiseti nguvu yetu vizuri, unaona kuna mahali mkono kama unapeleka hivi, unaona. Kwa hiyo itabidi tuiseti ionekane kama anavyofanya na nguvu inamfuata. Kwa hiyo itabidi tukiseti vizuri. Kwa hiyo tutaiseti namna hiyo. Tutaiseti kama namna hiyo, kama jinsi ninavyokuelekeza. So tutaiseti kama namna hiyo ili kikae kitulie, ili mradi ikae itulie. So baada ya hapo, umeona, utabidi uende kwenye crop, maana kuna ka watermark ka TikTok kanaonekana. Nilikwambia watermark haitaki kuonekana, itaonekana hicho kitu ni fake, yani movie yako haitanogesha watu, itabidi inogeshe watu. So utafanya kama namna hiyo, no? So mtu ananyanyua mkono, inaonekana nguvu kama inamfuata. So hii nguvu itabidi. Okay, hello guys, naomba mnisamehe kwa usumbufu uliweza kujitokeza. So ningetakiwa ni posti video nzima, so nimeposti mara 3, part 1, part 2 na part 3. So naomba mnisamehe. Kwa hiyo video zote zipo, zishatoka part 1, part 2, part 3.